Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie madhara ya mazoea ni dunia kulikamata nini? Kanisa. Tabia za kidunia kujenga kanisani, mavazi, lugha za kanisani, lugha za kanisani. Ukimsikia mama anamjibu mama mwenzie, mpaka unajiuliza mara mbili, yaani mdomo huu ndio uliosema Bwana Yesu nakuja kwako mimi ni mwenye dhambi, au ni mwingine? Au aliazima mdomo? Yaani anakutisha mpaka unajiuliza huyu mtu ana shida gani? Kwa sababu ya nini? Mazoea. Kwa hiyo mazoea yanaingiza dunia kanisani. Biblia inasema kwenye Warumi sura 12 ule mstari wa 2 ya kwamba wala tusiifuatishe namna ya nini, bali tugeuzwe, nia zetu zigeuzwe, tupate kujua nini kilicho mapenzi ya nani? Ya Mungu wetu. Sasa kwenye mazoea hakuna mapenzi ya Mungu, kuna mapenzi ya nani? Ya wanadamu. Na kuna mapokeo mengi, mapokeo mengi. Ndio maana unaona leo, yaani mtu kabisa anajiita mchungaji, anaweza kaibuka, alafu anaenda na Biblia yake kabisa, analipa na bando, analipia kwenye simu yake, anakaa live, alafu anasema kutoa fungu la 10 sio lazima. Huo ni wizi. Nani aliyokuita wewe mchungaji? Hata kama ni kweli, lakini hilo andiko lenyewe linamjenga nani aende mbinguni? Lina utakatifu ndani yake. Yaani mtu asipotoa fungu la 10 anakuwa mtakatifu kivipi yani? Yaani tuambizane, kivipi anakuwa mtakatifu? Ila kwa sababu ya nini? Mazoea. Yaani kuna wachungaji tunafanya kwa mazoea, kuna mitume wanafanya kwa mazoea, kuna manabii wanafanya kwa mazoea. Ndio maana unaona matatizo hayaishi kwenye makanisa, changamoto haziishi kwenye Ukristo, kwa sababu ya mazoea. Dunia imekuja kanisani.